Jina la Yesu. Asante kwa ajili ya Jumapili ya leo, kwa maana imeandikwa tufanye kazi siku 6 na siku ya 7 tuje kuitakasa siku yako. Tazama, tumetii sheria yako, na leo ni siku ya 7 ya wiki. Tumekuja nywani mwako kwa ajili ya kuitakasa siku yako. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe nasi mwanzo mpaka mwisho ibada yetu. Roho Mtakatifu, tumia akili yangu, ufahamu wangu, uhubiri wewe, ufundishe wewe, uponye wewe, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na alika uwepo wako mahali hapa, na alika malaika watende kazi pamoja na sisi. Nazifunga ibada za kuzimu zinazopaleti siku ya Jumapili, na achilia ulinzi wa kimungu anga la mahali hapa, na liatamia kwa moto kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kila mtu aseme amen. Amen. Kama una daftari lako na kalamu, tutaenda kujifunza somo letu la leo. Linasema kumwondoa adui wa familia. Haleluya! Kumwondoa adui wa familia. Kama una daftari na kalamu, andika somo letu la leo, kumwondoa adui wa familia. Kumwondoa adui wa familia. Tunaanza na kitabu chetu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 23 mstari wa 17 hadi wa 19. Kumbukumbu la Torati sura ya 25 kuanzia mstari wa 17 hadi wa 19. Kumbuka alivyokufanya Amaleki katika njia mlipokuwa mkitoka Misri. 18. Jinsi alivyowakuta katika njia, akapiga katika watu wako walioachwa nyuma, wote waliokuwa wanyonge nyuma yako, alipokuwa amechoka na kuzimia, wala hasimche Mungu. 19. Basi itakuwa hapo mtakapokwisha kupumzisha Bwana Mungu wako katika adui zako wote walio kando kando katika nchi akupayo Bwana Mungu iwe ulisi na umiliki, ndipo ufuate ukumbuko wa Amaleki chini ya mbingu, usisahau. Haleluya! Mungu alikuwa anawakumbusha wana wa Israeli, Amaleki ni adui ambaye anakuwa ndani ya familia. Haleluya! Adui ambaye anakuwa karibu na wewe kuliko kitu chochote. Haleluya! Mungu alikuwa anawakumbusha wana wa Israeli kwamba wasisahau yule adui aliyekuwa amewafunga kwa muda mrefu. Wasisahau yule adui aliyekuwa amewafunga pamoja na familia zao, amewafunga pamoja na watoto wao, amewafunga pamoja na mali zao. Haleluya! Mungu anawakumbusha kwamba msisahau yule Amaleki ambaye mlikutana naye njiani, ambaye aliwazuia, ambaye aliwafungia kwa muda mrefu, ambaye aliwatesa kwa miaka ya kutosha. Haleluya! Mungu alikuwa anawakumbusha. Kwa sababu gani alikuwa anawakumbusha? Binadamu ana kawaida ya kusahau. Haleluya! Ana kawaida ya kusahau. Adui akishamtendea jambo na akaomba likaisha, huwa ana kawaida ya kusahau. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, adui akisha kufunga na kuachilia, lakini ukapumzika na usiende tena kanisani wala usifanye maombi, adui hajawahi kuacha moja kwa moja. Adui huwa ana kawaida ya kurudi. Haleluya! Adui huwa ana kawaida ya kurudi mara tena na tena. Ndio maana Mungu alikuwa anawakumbusha Wanaisraeli kwamba msisahau yule
Amaleki aliyewazuia njiani, aliyewatenda mabaya, aliyewafunga, aliyewazuia nyie pamoja na familia zenu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na siku ya leo yule Amaleki wa familia yako tunaenda kumteketeza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yule Amaleki aliyefunga ndoa yako, yule Amaleki aliyefunga watoto wako, yule Amaleki aliyefunga biashara yako, yule Amaleki wa familia, leo tunamchomoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya! 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 Mungu alikuwa anawakumbusha wana wa Israeli. Kwa sababu gani? Mungu anajua akili zetu sisi binadamu. Binadamu wameumbwa kwa ajili ya kusahau. Akishapata tu furaha anakuwa anasahau yote ya nyuma. Haleluya! Akishapata tu amani kidogo anasahau yote ya nyuma. Akishapata tu kale kafuraha kadogo anasahau kwamba alishawahi kulala analia. Anasahau kwamba alishawahi kuteswa kulala kitandani na asiamke. Anasahau kabisa. Haleluya! Mungu anataka yule adui akishakuachilia, endelea kusonga mbele. Yule adui akishaachilia familia yako, endelea kusonga mbele. Yule adui akishaachilia ndoa yako, usiache kuomba, endelea kusonga mbele kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yule adui leo akiachilia watoto wako, sio kwamba safari imeishia hapo. Hapana, safari bado inaendelea. Safari bado inaendelea, ndio kwanza imeanza. Haleluya! 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 Mungu anasema usisahau. Majeshi anawaambia wana wa Israeli, msisahau yule Amaleki aliyewatenda mabaya, mliyekutana naye njiani, msisahau. Haleluya! Anasema kumbuka alivyowafanya Amaleki katika njia mlipokuwa mkitoka Misri, jinsi alivyowakuta katika njia, akapiga katika watu wako aliyowaacha nyuma, wote waliokuwa wanyonge nyuma yako, ulipokuwa umechoka na kuzimia, wala usiache wala usimche Mungu. 19 Basi itakuwa hapo mtakapokwisha kupumzisha Bwana Mungu wako katika adui zako wote walio kando kando, katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Mungu anasema kwamba hata kama upo kwenye safari ya maisha, kuna adui wale waliokuzunguka. Mungu anasema adui wa kando kando. Haleluya! Adui wa kando kando ni wale adui ambao wanaizunguka familia yako. Adui wa kando kando ni wale ambao wanaizunguka ndoa yako. Adui wa kando kando ni wale ambao wanazunguka watoto wako. Haleluya! Adui wa kando kando ni wale ambao wanazunguka biashara yako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nataka nikwambie siku ya leo, hakuna kitu ambacho utakianzisha kisiwe na adui. Haleluya! Usiseme kwamba nimefungua duka sasa maadui nimewaweza. Hujawaweza wewe, lazima upambane uombe. Usiseme kwamba nimepata ndoa adui nimewaweza. Hujawaweza wewe, bado safari inaendelea. Usiseme kwamba nimebeba ujauzito sasa imekwisha. No, bado safari inaendelea. Bado safari inaendelea. Haleluya! Haleluya! Usiseme kwamba nimeokoka nimemtumikia Mungu basi maadui wameisha. Wewe hawajaisha hao maadui, bado safari inaendelea. Haleluya! Haleluya! Usiseme kwamba familia yangu yote imeokoka, mume wangu ameokoka, watoto wangu wameokoka, ndugu wameokoka, mama na baba, kwamba vita haimo. Hapana, vita bado inaendelea. Lazima upambane, lazima uombe, lazima ufunge, lazima umtumikie Mungu, lazima umtumikie Mungu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Majeshi, naomba tuangalie Kutoka 11. Kutoka 11 Kutoka 11 mstari wa 1 hadi wa 3. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja nitakaloleta juu ya Farao na juu ya Misri, baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huko, naye hapo atakapowapa ruhusa hatawafukuza mtoke huko kabisa. Mstari wa 2. Basi nena nawe masikioni mwa watu hawa, na kila mtu mume hatakaye kwa jirani yake, na kila mwanamke atake kwa jirani yake vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Bwana atawapa watu hawa kibali machoni mwa Wamisri, zaidi
zaidi ya hayo machoni pa Wamisri, Musa alikuwa ni mkuu sana katika nchi ya Misri, machoni pa watumishi wa Farao na machoni pa watu wake. Haleluya! Hawa ni wana wa Israeli, walikuwa wamefungwa kwa muda mrefu. Haleluya! Walikuwa wamefungwa miaka ya kutosha, walikuwa wamefungwa pamoja na familia zao, wamefungwa pamoja na mali zao, wamefungwa pamoja na ndugu zao. Haleluya! Nilikuwa ni kama watu wengi sana wamefungwa kwa miaka ya kutosha, lakini Mungu siku moja akasikia maombi yao, akamtuma Musa aende kuwafungua, akamtuma Musa aende kuwaokoa wana wa Israeli. Lakini moyo wa Farao ulikuwa ni mgumu sana, ulikuwa ni mgumu sana, usiweze kuelewa. Pigo la kwanza hakuweza kusikia, pigo la pili hakuweza kusikia, pigo la tatu hakuweza kusikia, mpaka lile pigo la mwisho akauliwa mzaliwa wake wa kwanza, akasikia maumivu ya hali ya juu sana. Lakini nataka nikwambie, Mungu akitaka kukufungua ndivyo ana njia zake hivyo. Atampiga pigo moja adui yako ambalo atakuachilia kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hao Misri walikuwa wamefungwa miaka ya kutosha, wanataabika sana. Na kumbuka Musa alikuwa amemwacha dada yake kule, akakuta dada yake ameshazaa na watoto. Ina maana ilikuwa ni miaka ya kutosha sana, walikuwa wamefungwa kwa muda mrefu. Ndivyo ilivyokuwa kwako, familia yako imefungwa kwa muda mrefu, ukoo wako umefungwa kwa muda mrefu. Nataka nikwambie leo ni siku ya mwisho, leo ni siku ya kufunguliwa, leo ni siku ya kutoka, leo ni siku ya kufunguliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Leo ni siku ya ukoo wako kuachiliwa, leo ni siku ya familia yako kuachiliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa sababu leo Bwana amemwandaa yule Musa ambaye atapiga pigo moja tu kwa Farao ambao itamuumiza, itaingia mpaka masikioni mwake, mpaka atasema imetosha, mpaka atasema imetosha, mpaka atasema imetosha. Nataka nikwambie leo ni mwisho wa mateso yako, ni mwisho wa familia yako kuteseka, ni mwisho wa ndoa yako kuteseka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya! 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 Wamisri walikuwa wameteseka miaka ya kutosha, wameumizwa miaka ya kutosha, wanatumikishwa, wanafanya kazi ngumu bila msaada wowote. Lakini siku moja Mungu akawasikia. Nataka nikwambie, ujipe tumaini, usiseme kwamba nimeomba miaka ya kutosha, why sijajibiwa, kwa nini sijibiwi? Lakini Mungu ipo siku ambayo ameiandaa, ni siku ya leo ambayo utaenda kufunguliwa, utaenda kujiwa maombi yako, utaenda kutoka kwenye ule utumwa, utaenda kutoka kwenye yale magonjwa, utaenda kutoka kwenye ule udhaifu, utaenda kutoka kwenye ile balaa, kwenye zile laana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Majeshi, majeshi, wana wa Israeli siku hiyo wakafunguliwa. Haleluya! Lakini nataka nikwambia kitu kimoja, adui akisha kuachilia sio kwamba amesahau, anajipanga tena. Haleluya! Tunaona aliwaachilia, ni kweli, wakaanza kuondoka, wakashika safari, wakaanza kuondoka. Lakini Farao akajiuliza, inawezekanaje wameondoka? Akakumbuka zile kazi ambazo walikuwa wanawafanyisha, akakumbuka zile majukumu ambayo alikuwa anawafanyisha. Yamkini walikuwa wanalima, yamkini walikuwa wanalima maeka makubwa, yamkini walikuwa wanamfanyia kazi, yamkini walikuwa wanafanya majukumu yale ambayo yalikuwa yanamuingizia kipato Farao. Lakini siku hiyo wakaachiliwa. Akajiuliza, wafanyakazi wengine nitapata wapi? Watumwa wengine nitapata wapi? Akaamua kuwafuata nyuma, akaamua kuwafuatilia nyuma. Ndivyo ilivyokuwa kwako. Leo unafunguliwa, kesho unakamatwa tena. Ni kwa sababu adui hajawahi kukata tamaa, adui hajawahi kukata tamaa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Leo tunataka tusiachwe moja kwa moja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya! 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 Leo tunamkasha kwa moja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Akawafuatilia nyuma kwa nyuma, akawafuatilia. Lakini Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Tumpigie makofi Mungu wetu. Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Akaifanya miguu yao ikawa mizito mpaka wana wa Israeli wakavuka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya! Mungu akizamilia kukufungua, anakufungua moja kwa moja. Mungu akiamua kukutoa kwenye utumwa, anakutoa moja kwa moja, anakutoa moja kwa moja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Wana wa Israeli wakafunguliwa. Haleluya! Wakafunguliwa, lakini adui hajawahi kukata tamaa. Familia yako itafunguliwa ndio leo, lakini kumbuka kwamba adui hajawahi kukata tamaa, ataifuatilia tena
na tena na tena, ya kupasa familia yako ikifunguliwa, watoto wako wakifunguliwa, ndoa yako ikifunguliwa, ya kupasa umtumikie Mungu kwa bidii sana, ya kupasa uongeze juhudi ya kumtumikia Mungu, ukiwa unakumbuka kwamba adui hajawahi kukata tamaa. Aliyekufunga leo, kumbuka atakufuatilia tena. Aliyekufunga leo, kumbuka atakufuatilia tena. Kwa sababu gani? Ulikuwa unampa faida kule, ulikuwa labda unamuuzia duka kule, ulikuwa unamlimia mashamba kule, nyota yako alikuwa anaitumia kwenye duka, nyota yako alikuwa anaitumia kwenye saluni. Kumbuka kwamba hawezi kukuacha kirahisi. Haleluya! Yamkini ukiingia kwenye maombi usifanye mchezo. Kumbuka kwamba unayeshirikiana naye ni mtu ambaye alizamiria kabisa kukufunga. Sio kwamba alifanya masiara, hapana. Alikuwa na dhumuni kubwa la kukufunga, ndio maana alifanya hivyo. Yamkini ikupase kwamba pambana ipasavyo, mtumikie Mungu kwa bidii, omba kwa bidii sana, mtolee Mungu kwa bidii sana, jitoe kwa ajili ya Mungu. Kwa sababu gani? Adui hajawahi kumwacha mtu kirahisi. Adui hajawahi kulizika kirahisi. Adui hajawahi kudharau kitu kirahisi. Anafuatilia tena. Nasema leo hata kufuatilia tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Adui leo ni mwisho wake. Adui leo ni mwisho wake. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ewe adui wa familia, ewe adui wa watoto wangu, ewe adui wa ndoa yangu, ewe adui wa biashara yangu, leo nakutasha, achia familia yangu, achia watoto wangu, achia ndoa yangu, achia biashara yangu, achia huduma yangu, achia afya yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haleluya! Naomba tuangalie Ayubu 19. Ayubu 19. Ayubu 19 na mstari wa 8. Ayubu 19 na mstari wa 8. Yeye ameziba njia yangu nisipate kupita, na kutia giza katika mapito yangu. 9. Amenivua utukufu wangu na kuiondoa taji kichwani mwangu. Mstari wa 10. Amenibomoa pande zote, nami nimetoweka, na tumaini langu limeng'oka kama mti. Haleluya! Huyu alikuwa ni mtumishi mmoja anaitwa Ayubu. Kila mtu anamjua. Anaitwa nani? Ayubu. Alikuwa anamtumikia Mungu miaka ya kutosha. Haleluya! Anamtumikia Mungu miaka ya kutosha. Lakini siku moja alikuwa na ng'ombe, alikuwa na mifugo, alikuwa na watoto, alikuwa na kila aina ya mali unazozijua. Amen. Lakini siku moja shetani akanena na Mungu, akasema huyu Ayubu anakucha tu bure kwa sababu ya mali. Akasema hapana, huyu ananicha kwa sababu yeye anamtumikia Mungu na moyo wake upo kwangu na anamtumikia Mungu. Shetani akasema hapana, wewe niruhusu tu nipige vitu vyake uone. Akamruhusu, akasema piga vyote, lakini mwachie roho yake. Haleluya! Alipopiga vile vitu, Ayubu anasema kwamba yeye ameziba njia yangu nisipate kupita, na kutia giza katika mapito yangu. Adui akikufunga anatia kwanza giza kwenye ukoo wako, anatia giza kwenye familia yako. Adui akitaka kufunga anatia kwanza giza kwenye biashara yako. Naomba unisikilize vizuri. Adui akitaka kufunga sio kwamba anakuja tu from nowhere, hapana. Kuna viashiria vinaanza, unaanza kujiuliza, hivi ndoa inaelekea wapi? Hivi hao watoto wanaelekea wapi? Mbona hata wanisikilizi? Hivi biashara inaelekea wapi? Mbona siku hizi hata wateja hawaji? Kuna biashara unaanza kuviona. Haleluya! Kuna
viashiria unaanza kuviona. Unaona kabisa hii ndoa mbona kama inachechemea, hii ndoa mbona kama inaenda upande. Ule upendo wa zamani umetoweka, ule upendo wa zamani umeisha kabisa. Hao watoto sasa hivi hata utii umeondoka ndani yao, hawanisikilizi tena. Ukiongea wanakujibu, ukifanya hivyo wanakujibu. Unaona kama umekaa peke yako, unajiuliza huu ukoo mbona kama ulikuwa unanisikiliza zamani, huu ukoo mbona kama ulikuwa unanitii zamani. Tulipokuwa tukianzisha vikao naongea nasikilizwa. Why sasa hivi? Why sasa hivi unachekwa kama mtu asiye na thamani? Nataka nikwambie huyo ni adui, anakuwa amekuandalia yeye mtego, anataka ifunge familia. Akisha ifunga ukose msaada, akisha ifunga ukose msaada, anaanza kwanza kama ni kwenye biashara anafunga wateja, ila akisha kukamata wateja wako, adui ameshaingia, amefunga ile biashara, amefunga ule ukoo, amefunga ile familia. Nataka nikwambie leo ni mwisho wao. Leo tunawafyatua kwa jina la Yesu, tunawafyatua kwa jina la Yesu, tunawakasha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Adui huwa anaanza kidogo kidogo. Unaona huyo Ayubu anasema kwamba ametia giza machoni pangu, sioni kakwenda, sioni ni wapi naelekea. Huyo adui ana tabia hiyo, huwa anaziba kabisa njia. Huoni ni wapi unaenda, huoni ni wapi unaelekea. Unajiuliza hivi mimi niko duniani au niko wapi? Hiyo ni adui ameshaanza kuziba zile njia, ameshaanza kuziba ile njia, ametia giza uoni popote, ametia giza uoni unachokifanya ni nini. Leo nataka nikwambie ile giza tunaitasha mamlaka ya jina la Yesu, ile giza tunaitasha mamlaka ya jina la Yesu, ile giza tunaitasha mamlaka ya jina la Yesu. Nataka nikwambie kitu kimoja, giza na nuru havijawahi kuchangamana. Ndio Ayubu anasema waliweka giza mbele yako, sio kwako kwa jina la Yesu, sio kwako kwa jina la Yesu. Ule ukoo wako ndio umewekea giza, hiyo familia umewekea giza, familia hata haijulikani. Nataka nikwambie leo ni mwisho wako, ni mwisho wako machozi, ni mwisho wa kuumizwa, ni mwisho wa kulia, ni mwisho wa kutangatanga, ni mwisho wa kuteseka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Ayubu anasema kwamba mbele yake wameweka giza. Haleluya. Ana magonjwa, anateseka, analia kila siku, hawezi hata kulala, anateseka miaka ya kutosha. Huyo ni nani? Ni adui. Kwa sababu tunaona mwanzoni Ayubu alikuwa tu vizuri, anaishi na familia yake, anaishi na mke wake, anaishi na watoto wake, ana mifugo, ana mali, anamtumikia Mungu vizuri. Lakini ule upepo ulivyoingia, ule upepo wa adui ulivyoingia, ule upepo wa adui ulivyovuma kwenye ukoo wake, ukavuma kwenye familia yake, familia ikakosa msaada, watoto wakafariki wote, mifugo ikafariki yote, pesa zikaondoka, magonjwa yakaingia kwenye familia. Ndivyo ilivyokuwa kwamba kwenye ukoo. Nasema ndio maana leo baba yetu akasema tunaikomboa familia yako mamlaka ya jina la Yesu. Leo familia yako inakombolewa kwa mamlaka ya jina la Yesu, inakombolewa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Watoto wako wanakombolewa, ndoa yako inakombolewa, biashara yako inakombolewa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Leo ni mwisho wa mateso. Mwambie jirani yako, leo ni mwisho wa mateso. Leo ni mwisho wa mateso. Leo ni mwisho wa kulia. Leo ni mwisho wa kutangatanga. Leo ni mwisho wa kuumizwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Ayubu mstari wa 9, umenivua utukufu wangu na kuiondoa taji kichwani mwangu. Alikuwa anamaanisha nini? Ameondoa ile heshima. Haleluya. Adui akitaka kukufunga, akitaka kufunga familia yako, anaondoa kwanza ile heshima. Haleluya. Anaondoa heshima. Ulikuwa na fedha, una fedha tena, heshima imeondoka. Ulikuwa na watoto, una watoto tena, heshima imeondoka. Ulikuwa una ndoa, unaitwa mama fulani, mzee fulani, umeachwa, una ndoa tena, heshima imeondoka. Sijui unanielewa, lakini wewe heshima imeondoka, heshima imeondoka. Huyo ni adui. Ulikuwa unaishi vizuri, unaishi na familia yako vizuri, mnacheka na watoto vizuri, lakini unakuja kushangaa mtoto wa kwanza anafariki, mtoto wa pili anakuwa mwizi, mtoto wa tatu anakuwa kahaba, mtoto wa 4 anakuwa jambazi. Unajiuliza, wanapika kila siku. Unajiuliza, kwa nini zamani sikuwa hivi? Kwa nini zamani sikuwa hivi? Huyo ni adui tayari, ameshavamia hilo ukoo, ameuatamia hivi. Leo tunampasha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Leo tunampasha
mamlaka ya jina la Yesu. Leo tunamtasha mamlaka ya jina la Yesu. Achia familia hiyo, achia familia hiyo. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe adui uliyeondoa heshima kwenye familia, umeondoa heshima kwenye ndoa, umeondoa heshima kwenye ukoo, leo nakutasha, achia ndoa yangu, achia familia yangu, achia mtoto wangu, achia biashara yangu kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Tuangalie Ezra, kitabu cha Ezra sura ya 8. Kitabu cha Ezra sura ya 8. Ezra sura ya 8 na mstari wa 22. Ezra sura ya 8 na mstari wa 22. Mahala naliona aya kumwomba mfalme kikosi cha askari wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu u juu ya watu wote wamtafutao na kuwatendea mema, bali uwezo wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamchao. 23. Basi tutafunga tukimsihi Mungu wetu kwa ajili hayo, naye atatutakabali. Ndipo nikaamuru kufunga na hapo penye mto Hava, ili tupate kunyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka, kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali zetu na kwa mali yetu yote. 22. Maana naliona ya hayo kwamba mfalme wa kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu u juu ya watu wote wamtafutao na kuwatendea mema, bali uwezo wake na ghadhabu yake ni kinyume chao wote wamchao. Basi tufunge na tukimsihi Mungu wetu kwa ajili ya hao, naye atatutakabali. Haleluya. Tunaona hapa Ezra alikuwa ana kikosi chake ambacho walivamiwa njiani. Anasema kwamba Mungu na atatufuatia kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana naliona hayo kwamba mfalme wa kikosi cha askari wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani. Haleluya. Nataka nikwambie kitu kimoja. Unavyojiona hivi upo njiani. Haleluya. Upo njiani. Yaani sio kwamba kweli unalala kwenye nyumba, unakaa, unaishi. Lakini kumbuka kitu kimoja kwamba upo njiani, na maanisha upo safarini. Haleluya. Ndoa yako sio kwamba imefika, ipo safarini. Watoto wako sio kwamba wamefika, wapo safarini. Ile familia yako ndio mna fedha, mna majumba, lakini sio kwamba mmefika, mpo safarini. Tunamwona Ezra hapa anasema kwamba watoto wetu walikuwa wametekwa na watoto wao, wametekwa na mali zao. Ina maana ni familia. Ukisikia watoto, ina maana hiyo ni familia. Wametekwa kwenye huo ukoo, wametekwa njiani. Njia ni ile safari ambayo unaiendea, safari ya mafanikio.
safari ya kupata ndoa, safari ya kupata biashara. Ndio njia ambayo naisemea mimi. Usifikiri kwamba ni njia utakuwa unatembea barabarani, hapana. Ni ile njia ya safari ya maisha ambayo uko nayo. Yamkini unaiendea mafanikio, yamkini unasoma shule, yamkini unamtumikia Mungu, ni safari hiyo. Yamkini uko kwenye ndoa, ukishaona umeingia kwenye ndoa, ni umeingia kwenye safari nyingine. Tunachotofautiana ni kwamba tunatofautiana safari. Huyu ana safari ya shuleni, huyu ana safari ya ndoa, huyu ana safari ya kumtumikia Mungu, huyu ana safari ya biashara, huyu ana safari ya kuombea watu. Ndio ni kiongozi kanisani, unatakiwa hiyo safari ambayo uko nayo uhakikishe kwamba adui akuzuii kwenye hiyo safari. Ndio ninachosemea mimi. Hiyo familia, wewe ni baba wa familia, yani jitahidi kwamba hiyo safari ambayo unaongoza familia, adui asiingie njiani, kuzuia watoto wako, kuzuia familia yako. Ndio njia ninayosemea mimi, njia ambayo unaona kwamba hapa mimi ni baba, mimi ni mama, inawezekana watoto niwafikishe sehemu fulani, wahakikisha watoto wanasoma, hakikisha waharibikiwe, hakikisha wanakula, wanalala pazuri, hakikisha wanapata yale mahitaji msingi. Wewe ni baba, hakikisha mke wako unamuongoza kwenye safari iliyo njema. Hiyo ndio njia ambayo naisemea hapa. Hiyo ndio njia ambayo tunajifunza leo, njia ya safari ya maisha yako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na yule adui ndio huwa apende hiyo safari. Adui hajawahi kupenda ufike kwenye hiyo safari. Adui hajawahi kupenda ufike kwenye mafanikio. Ukianzisha biashara, adui anatamani uharibikiwe. Ukiingia kwenye ndoa, adui anatamani uachike. Ukianza kuzaa watoto, adui anatamani wao watoto wakue. Hajawahi kutamani hicho kitu. Na leo tunamteketeza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Adui hajawahi kupenda mafanikio ya mtu. Haleluya. Adui hajawahi kupenda uzae watoto hata siku moja. Adui hapendi ile ndoa mnazofurahi mnaishi vizuri. Adui hajawahi kupenda. Wewe kama unajiuliza mimi sina adui, nakwambia umechelewa. Tena maadui nao wengi, sema tu wachini. Hakuna mtu ambaye hana adui. Yesu mwenyewe maadui alikuwa nao. Wewe umekuwa ni nani? Kumbuka, ukiwa kwenye hii dunia lazima ujue kwamba una adui. Kuna mtu anajiuliza hili somo mimi alinihusu, mimi niko vizuri, sina adui. Umechelewa wewe. Adui unaye na unaishi naye kwenye familia yako. Na leo tunamtasha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunamtasha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hakuna ambaye hajaikuwa na adui, sema tu hujamjua. Na kuna yule adui wa ndani. Adui wa ndani ni yule unaishi naye, na ni vigumu kumjua, lakini leo tutamjua kwa jina la Yesu. Leo tutamjua kwa jina la Yesu. Inawezekana ni mume, inawezekana ni watoto, inawezekana ni bibi shangazi, inawezekana ni mjomba kwenye ukoo. Leo tunamteketeza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunamchoa. Leo tunamchoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa sauti, kwa jina la Yesu. Wewe adui wa ndani unajificha kwenye kivuli cha wema, leo na kuchomoa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Naomba tuangalie Isaya 48. Isaya 48 na mstari wa 17. Bwana mkombozi wangu, mtakatifu wa Israeli, asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye katika njia ikupasayo kuifuata. Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Haleluya. Ipo njia ambayo Mungu anatuongoza kuifuata. Haleluya. Hiyo njia ndiyo unaipata hapa kanisani.
Mungu akitaka kukusaidia, Mungu akitaka kufundisha njia ambayo anataka wewe mwenyewe uende, atakufanya kwanza ukutane na mtu wa Mungu, atakufanya kwanza akuandalie mazingira ambayo atakufanya uzijue zile njia ambazo Mungu anataka uzifuate. Lakini ukisema kwamba ufuate njia zako mwenyewe, lazima huko mbele utakutana na adui. Haleluya! Lakini ukitaka ujue ile njia ambayo Mungu anatakiwa uende nayo, lazima ujue kwamba umtumikia Mungu. Ukishamtumikia Mungu, unyenyekee mbele zake, ukae kanisani, ukae chini ya mamlaka, hapo ndipo utapata ile njia ambayo Mungu anataka uende nayo. Haleluya! Lakini ukisema kwamba ujiongoze mwenyewe, hautafika mbali. Ukisema kwamba ujiongoze wewe mwenyewe kwa akili zako, hautafika mbali. Ukiikatia tamaa ndoa yako, sema itajulikana yenyewe, siongei tena, yeye inavyojua, haitafika mbali. Ukiwakatia watoto tamaa, ukasema kwamba hao watoto wameshaharibika, waende wanavyojua, waende wanavyokwenda, ujue kwamba hao watoto hawatafika mbali. Kwa sababu gani? Kuna njia ambayo Mungu ameiandaa yeye mwenyewe. Hiyo njia kuipata ni mpaka unyenyekee chini ya mamlaka, ni mpaka ukae utulie, upate mtu wa kukuongoza. Kukuongoza ni nani? Maana Mungu anasema iko njia ambayo nataka muifuate, ambayo imenyoka, ambayo itawapa faida. Hiyo njia anakuongoza nani? Hiyo njia anakuongoza mtu wa Mungu. Haleluya! Hiyo njia anakuongoza mtu wa Mungu. Sio kwamba unajiongoza wewe mwenyewe. Unaweza ukasema mimi ni mtu mzima, mimi akili ninazo, inaweza kujiongoza. Wewe hapana, huwezi kujiongoza. Ndio maana ulikuja hapa. Ujue kwamba unatakiwa upate mtu wa kukuongoza. Unatakiwa upate mtu wa kuonesha hii njia, pita njia hii, pita njia sahihi. Kwa sababu ukipita njia zingine hautafika mbali. Adui unamkuta pale, anakuzuia ukiwa pale, anakuzuia hata utafika mbali. Haleluya! Lakini ukipita katika njia ya Mungu, ujue kwamba Mungu atakufikisha pale anapotaka yeye. Kwa sababu gani? Umepita kwenye njia sahihi, umepita kwenye njia ambayo Mungu amekuelekeza yeye mwenyewe. Kwa sababu gani? Njia ya Mungu haijawahi kuwa na majuto, njia ya Mungu haijawahi kuwa na hasara, njia ya Mungu haijawahi kuwa na machozi. Kwa sababu gani? Mungu mwenyewe anajua kwamba pita njia hii. Wana wa Israeli walizunguka miaka ya kutosha, ilikuwa tu njia rahisi ambayo Mungu angesema piteni hapa na mtafika pale. Lakini kwa sababu gani? Aliwazungusha, alikuwa na maana yake, alikuwa anaelewa kwamba wakiongozwa wenyewe hawatafika mbali. Haleluya! Wakiongozwa wenyewe hawatafika mbali. Ndipo kanuni ya Mungu ilivyo, kwamba Mungu anatakiwa akuongoze yeye mwenyewe, sio kujiongoza wewe, sio kujiongoza wewe. Na leo, siku ya leo, mtaongozwa na Bwana kwa jina la Yesu. Mtaongozwa na Bwana. Kuna njia ile Bwana ambaye ameiandaa, kuna njia ambayo ameiandaa. Ndoa yako itaongozwa na Bwana, watoto wako wataongozwa na Bwana, biashara yako itaongozwa na Bwana, kila kitu kitaongozwa na Bwana kwa jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Mungu anataka akuongoze yeye mwenyewe siku ya leo. Haleluya! Kama ulikuwa unawaza kujiongoza wewe mwenyewe, ujua hautafika mbali. Sio kwa kukufariji wala sio kwa kukupamba. Ukijiongoza mwenyewe hautafika mbali. Kuna mtu anaweza akasema kwamba mimi najiweza, kuomba najua, maneno ya Mungu najua, Biblia ipo kichwani najua, mimi naweza hata kujiombea mwenyewe. Anaweza atakafungua biashara, nimuite baba kuomba wa nini? Hata mimi mwenyewe naweza kuomba. Niwaite watumishi wa Mungu kuomba kwa nini? Hata mimi mwenyewe naweza kuomba. Hata aombe ushauri kwa mtu anayemuongoza, au hata kuomba ushauri, baba, ndio nataka kuolewa, lakini naomba unisaidie, hivi huyu ni mtu sahihi? Au hata kuuliza chochote, nikwambia hautafika mbali. Sio hata kwa kukupamba. Ongozwa na njia ya Bwana. Kwa sababu gani? Ndio maana Mungu amekuleta mahali hapa. Unatakiwa uongozwe na Bwana. Alikuwa na kusudi lake. Kwa nini atakuacha huko nje? Kwa nini atakuacha huko nje? Maana anajua huko nje kuna mbwa, huko nje kuna watapeli, huko nje kuna matatizo. Ndio maana amekuita mahali hapa, kwa sababu mahali hapa kuna mtu ambaye anapewa maelekezo ili akuongoze wewe katika njia iliyo sahihi. Na njia hiyo hautakutana na mbwa, na njia hiyo hautakutana na matapeli, na njia hiyo hautakutana na maadui, na njia hiyo utaongozwa katika jina la Yesu. Haleluya!
Haleluya! Uongozi na Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hata kujipangia wewe mwenyewe, ndio unajua akili unazo, ndio unajua fedha unayo, ndio unajua mavazi unayo, ndio unajua nyumba unayo, lakini kumbuka kwamba peke yako hutaweza. Hiyo akili iondoe kichwani mwako, inakudanganya wewe. Haleluya! Haleluya! Utatakiwa uongozwe na Bwana, sio kwa kukupamba. Najua unaweza, najua kuomba na wewe unaweza hata kuhubiri ndio, lakini kumbuka kuna watu Mungu ameweka juu yako ili wakuongoze wewe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Unatakiwa uongozwe na Bwana. Mungu asingetaka uongozwe na Bwana, angesema jiongoze wewe mwenyewe. Lakini kwenye Biblia sijawahi kuona hilo neno ambayo inasema kwamba mtu ajiongoze mwenyewe. Sijawahi kuona. Kila sehemu utaona kuna mtu alikuwa anawaongoza watu. Kila sehemu utaona kuna mtu alikuwa anawaongoza watu. Kwa sababu gani? Mungu anajua ukijiongoza mwenyewe ufiki popote. Haleluya! Ufiki popote. Narudia tena, ukijiongoza mwenyewe ufiki popote. Ndio maana ndoa yako ina matatizo. Kwa sababu gani? Ulivyoolewa ukumshirikisha mtu. Ulimshirikisha nani? Ulikutana na mtu njiani, mkapendana, mkapelekana nyumbani. Unategemea hiyo njia Mungu alikuwepo? Mungu alikuwepo? Jibu, Mungu alikuwepo? Hakuwepo. Kwa sababu gani? Ulijiongoza wewe mwenyewe. Ongozwa na Bwana. Haleluya! Wewe unapata aibu kwamba mimi siwezi kumwambia baba, mimi siwezi kumwambia kiongozi fulani, kwa sababu nikimwambia atayasambaza, nikimwambia yatasambaa kanisa zima kwamba mimi nataka nifungue duka, nifungue hardware pale center, nifungue saloni kubwa. Nikimwambia atayasambaza, lakini nataka nikwambie akili zako ziko pala, zitafika mbali. Kwa sababu gani? Utaongozwa na Bwana. Hata ukificha haitakusaidia chochote. Wewe mshirikishe Mungu, wewe ongozwa na Mungu, wewe utumishe Mungu aombe pale, ili jambo lako lianze na Mungu, jambo lako lianze na njia ambayo Mungu anaitaka, na hakika yake adui hata katiza eneo hilo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Adui akitaka kuingia anakuta moto pale unawaka, kwa sababu ulimuita baba akaomba pale, uliwaita viongozi wakaomba pale. Adui akitaka aingize tumawete kwenye biashara, atashangaa why, kwa nini siingii? Kwa nini tumawete na ileta lakini haifanyi kazi yoyote? Kwa sababu ulianza na Bwana, kwa sababu ulimtumikia Mungu, kwa sababu ulimwambia Mungu niongoze wewe. Akili zako hazitakusaidia kwa sababu uliweka chini akili yako ukamwambia Mungu siwezi, lakini naomba uniongoze wewe. Nataka nikwambie ukifanya hivyo utakuwa umefanikiwa pakubwa kwa jina la Yesu. Utakuwa umefanikiwa pakubwa kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu akuongoze. Mwambie Mungu akuongoze. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, Bwana Yesu, ninaomba niongoze na wewe. Watoto wangu waongozwe na wewe, ndoa yangu iongozwe na wewe, biashara yangu iongozwe na wewe, kwa jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Naomba uandike vitu hivi. Kuna aina za maadui. Adui wa mwanzoni mwa safari, adui katikati ya safari, na adui mwishoni mwa safari. Adui mwanzoni mwa safari, adui katikati ya safari, na adui mwishoni mwa safari. Adui mwanzoni mwa safari, na adui katikati ya safari, adui mwishoni mwa safari. Adui mwanzoni mwa safari ni yule adui ambaye ukitaka kuanzisha kitu, ukitaka kuanza kitu chochote, adui anaanza na wewe, na maanisha anakuharibia. Lakini kuna yule adui, naomba nisikilize huko, kuna yule adui katikati ya safari, na maanisha kwamba ile safari umeshaianza. Yamkini ni safari ya mafanikio, yamkini ni safari ya ndoa, yamkini ni safari ya huduma, yamkini ni safari ya watoto, ni tayari umeshaianza.
adui anakukamatia pale katikati. Na maanisha mwanzoni ulianza vizuri, lakini pale katikati unakwama. Kuna yule adui mwingine mwishoni mwa safari. Yule adui mwishoni mwa safari ni yule adui anakukamatia kule mwisho. Na maanisha watoto umeshapata, ndoa umeshapata, biashara umeshapata, ni una maisha mazuri. Na yule adui ndiye aliyempigaga Ayubu. Na maanisha una kila kitu, umeshapata kila kitu, ni unamfurahia tu Bwana. Lakini huyo adui anakuja mwishoni, anapiga kila kitu kinadondoka. Huyo ndio adui mwishoni mwa safari. Haleluya! Si unanielewa? Lakini wewe, adui mwishoni mwa safari ni yule adui umeshapata kila kitu, umeshapata kila kitu, lakini adui anakuja kupiga kila kitu kinadondoka. Kuna mwingine anawaza, hapana, unaongea mama uongo huo, haiwezekani, nimeshapata ndoa, nimepata mali, nimepata fedha, nimejenga, kila kitu kikapotea. Unadanganya, lakini nakwambia mimi sikudanganyi. Adui umjui wewe, akisha kupangia na kupiga na kudondoka kila kitu, nasema leo hatafanikiwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Awe ni adui wa mwanzo wa safari, tunamtosha. Adui katikati ya safari, tunamtosha. Na adui mwishoni mwa safari ambaye ni mbaya zaidi, tunamtasha kwa jina la Yesu. Haleluya! Sema kwa jina la Yesu. Wewe adui wa mwanzoni mwa safari, wewe adui katikati ya safari, wewe adui mwishoni mwa safari, leo nakutasha, nakutasha, nakutasha. Achia niende, achia niende, achia niende kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Adui wamegawanyika. Utajiuliza wewe mwenyewe, ni adui yupi aliyekufunga? Aidha ni adui mwanzoni mwa safari. Kile kitu ambacho unakianza, na maanisha kwamba yawezekana unaanza safari ya ndoa, adui na kukamatia pale. Ndoa haina hata miezi miwili, mnaanza kupigana. Ndoa haina hata wiki, mnaanza kugombana. Unajiuliza, jamani, hii ndoa niliomba kwa Mungu, lakini kila kitu hakieleweki. Unaanza biashara, ndio mwanzoni kabisa kila kitu kinapigwa. Unajiuliza, hii biashara nilitoa kabisa na sadaka, nikaiomba kazi kwa Mungu nikapewa. Lakini huyo ni adui mwanzoni ambaye huwa anamwahi mtu mwanzoni. Hujafanya hata chochote, ndio unaanza kujenga, magonjwa unapigwa. Ndio unaanza kulima, unapigwa magonjwa. Ndio unaanza kitu chochote, hata biashara unapigwa, uweze hata kunyanyuka chini, uweze hata kusimama. Huyo ni adui wa mwanzoni ambaye huwa anapiga ili usiende ambapo uko unaenda. Ni adui wa mwanzoni ambaye huwa anaharibu kila kitu, kila ambacho unatakiwa kuanza. Ni mtu amekuahidi mtaji, anakupigia kabisa simu, leo anakupa mtaji wako, na wewe unafurahi, unamwambia Mungu asante. Lakini unakuja kushangaa, yule mtu ambaye alikuahidi mtaji ili ufungue biashara, unashangaa amepata ajali, unashangaa amepigwa, amedondoka, unashangaa ameumwa, amelazwa. Unajiuliza imekuwa kuaje? Kwa sababu niliomba Mungu na Mungu nipate mtaji, na mtu amejitokeza kabisa anataka anipe mtaji. Kwa nini amepata matatizo? Lakini kama unajua, huyo ni adui ambaye huwa anaanza mwanzoni, anawahi kabisa mwanzoni, anapiga kila kitu kinasambaratika. Nasema haitakuwa kwako kwa jina la Yesu. Nasema haitakuwa kwako kwa jina la Yesu. Nasema haitakuwa kwako kwa jina la Yesu. Haleluya! Haleluya! Utaanza salama na utamaliza salama kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haleluya! Naomba tuangalie Kutoka 14. Kutoka 14 na mstari wa 13. Musa akawaambia, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakapowafanyia leo. Kwa hao Wamisri mliowaona tena, hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Tumpigie makofi Bwana Yesu. Mungu alikuwa anawaahidi Wanaisraeli kwamba msiogope. Kwa sababu gani? Wale maadui mnaowaona leo hamtawaona tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yule adui wa ndoa unayemuona leo, yule adui wa biashara unayemuona leo, yule adui wa huduma unayemuona leo, hautamuona tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu alituahidi sisi. Usijisemee kwamba ni wana wa Israeli. Wana wa Israeli ni wewe uliyekaa hapa, ni wewe ambao unasikiliza ibada ya leo.
Mungu anasema kwamba adui ambao unawaona leo hautawaona tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Alikuwa anawaambia wana Israeli kwamba msiogope. Kwa sababu gani? Mimi niko pamoja na nyie. Msiogope kwa sababu gani? Au maadui mnaoona leo hamtawaona tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa sababu gani? Alikuwa anajua kwamba yeye ni Mungu ambaye ana uwezo, ni Mungu ambaye anaweza kutoesha maadui, ni Mungu ambaye anaweza kuondoa maadui wote ambao wanakushikilia, ni Mungu ambaye anaweza kuondoa maadui na ndoa yako ikakaa sawa na maisha yako yakakaa sawa, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye ana nguvu, ni Mungu ambaye anaweza. Kama aliwaokoa wana Israeli, kwa nini asikuokoe leo? Kama aliwaokoa wana Israeli, kwa nini asiokoe familia yako leo? Kwa nini asiokoe watoto wako leo? Leo unaokolewa kwa jina la Yesu. Leo unaokolewa kwa jina la Yesu. Leo ndoa yako inaokolewa, leo familia yako inaokolewa, leo biashara yako inaokolewa kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Tuangalie Kutoka 14 mstari wa 10. Hapo hapo. Kumi na nne mstari wa 10. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli waliinua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu apata kuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya ya kututoa katika nchi ya Misri? Nabii, neno hilo silo nililokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana afadhali ya kumtumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Mungu ana kanuni moja, akisha kufungua lazima atakupitisha kwenye hali fulani, na hiyo hali huwa inamfanya mtu awe imara kwenye hiyo safari anayoiendea. Mungu aliwaokoa wana wa Israeli, alivyowaokoa akaanza kuwapitisha jangwani, lakini kawaida ya mwanadamu akukumbuka kwamba walikuwa wanateseka kule, akukumbuka kwamba walikuwa wanatumikishwa kule, akukumbuka kwamba walikuwa wanapigwa mijeledi kule, wanafanyishwa kazi ngumu, wanashindishwa juani, akukumbuka hayo. Lakini kumbuka ameshawaokoa. Wapo wanatembea njiani, lakini wakapitishwa jangwani. Kupitisha jangwani ni nini? Ni ile Mungu anataka ukae sawa, anakushapu ukae sawa, ili ujue kwamba hata unapoenda kule ukishapata mafanikio usije ukarudi kule nyuma. Lakini hao wana wa Israeli walipotoka kule Misri wakafika jangwani, wakaanza kumnung'unikia Mungu, wakasema afadhali ungetoka kule tukafa, lakini kule kufia jangwani hapa ungetuacha tukatumikia kule kuliko kufia jangwani hapa. Nataka nikwambie kitu kimoja, Mungu anaweza akakuokoa leo, akakuponya leo, akaokoa familia yako leo, akakutoa utumwani leo, lakini ukaenda kwenye safari ile ya wokovu ukaanza kupata matatizo, ukasema ni heri bora nisingeokoka, ni heri bora ningekaa kule utumwani, ni bora heri ningekaa kule nisingeokoka, hata nisingeingia kanisani. Kwa nini nimekuwa hivi? Kwa nini nimekuwa hivi? Hiyo huwa ni kanuni ya Mungu. Nataka leo Mungu akikuokoa usirudi nyuma tena, usinung'unike tena, usimnung'unikie Mungu tena, usirudi nyuma tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa sababu gani? Mungu anataka akikuokoa uendelee kumtumikia. Safari ya wokovu ina mambo mengi. Nataka nikwambie leo, ule wimbo unaosema tambalale, mimi sijawahi kukubali hata siku moja. Kwa sababu gani? Safari ya wokovu ina milima na mabonde. Safari ya wokovu ya kumtumikia Mungu ina milima na mabonde. Lazima upande, lazima ushuke, lazima upande, lazima ushuke. Kwa sababu gani? Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Mungu akikuacha ukatembea hivi tambalale, hautamtumikia kisahihi, hautamtumikia kikawaida. Kwa sababu gani? Watu walio wengi waliookoka waliingia kanisani wakiwa na magonjwa. Je, usingeumwa ungeokoka wewe? Lazima upate shida ndio mtumikie Mungu vizuri. Nataka nikwambie, Mungu atakuokoa, lakini ile safari utakayoendea, hata kama ukipata shida, Mungu yuko pamoja na wewe. Hata kama ukipata magonjwa, Mungu yuko pamoja na wewe. Hata kama ukipigwa, Mungu yuko pamoja na wewe. Hata kama ukidondoka, inuka tena, Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu anasema msiogope, msiogope. Na hao maadui mnaowaona leo hamtawaona tena kwa jina la Yesu. Mungu ana maana yake kusema hivyo. Kwa sababu gani? Alijua yeye ni Mungu anayeokoa. Akikuokoa hajawahi tena kukuangamiza, akikuokoa hajawahi tena
kukuangamiza. Anajua kwamba huyu ni mtu wangu namjua. Mungu anajua kuwa unateseka wewe. Mungu anajua kuwa unaangamia wewe, lakini kuna muda ambao unausubiria ili akikuinua uwe imara kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Mungu anasubiri ule muda akikuinua uwe imara kwa jina la Yesu. Hao Waisraeli walifika au kufika? Walifika na wakawa salama, lakini njiani walikutana na mambo mengi, walikutana na mazito, walilala njaa, walishinda juani, walitembea muda wa kutosha, lakini walifika na wakawa salama. Hiyo ndio njia ambayo Mungu anaitaka uiendee. Kwa sababu gani? Mungu akikuongoza katika njia yake anakuwa na uhakika, hajai kuwa na mashaka hata siku moja. Anajua ndio hii ndio unapitia magumu, hii ndio unapitia shida, hii ndoa ndio unateseka, hii biashara ndio unapata hasara, lakini kama ulimwomba Mungu, hiyo ni njia ya Mungu na haijawahi kuwa na hasara na haijawahi kuwa na tabu. Mungu anajua kwamba ipo safari ambayo nimekuagiza wewe na utaenda na utafika salama kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Mungu akawaongoza na wakafika salama, lakini humo njiani walinungunika, bora ungetuacha kule Misri tukafa. Hiyo ni kawaida ya mwanadamu, akishaokolewa anasahau kule nyuma alikuwa anateseka, kule nyuma alikuwa analala nje, kule nyuma alikuwa analala njaa, lakini akishaokolewa huwa anasahau kabisa. Hiyo ni kawaida ya mwanadamu. Nataka usiwe wewe kwa jina la Yesu. Usiwe wewe kwa jina la Yesu. Mungu akikusaidia kumbuka. Mungu akikuokoa kumbuka. Mungu akikuponya kumbuka. Mungu akikuvusha kumbuka kwa jina la Yesu. Kwa sababu usipokumbuka, hiyo njia utaiona haifai. Hiyo njia utaiona sio njia sahihi, kwa sababu umesahau yale Mungu aliyokutendea ya nyuma. Nataka usisahau leo. Mungu akifungua leo ukoo wako, usisahau leo. Mungu akifungua watoto wako wewe, usisahau leo. Mungu akifungua biashara yako, usisahau kwa jina la Yesu. Haleluya. Tuangalie Mathayo 10, tunaelekea mwisho. Mathayo 10 Mathayo 10 na mstari wa 36. Kumi 36. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi unistahili, kwa apendavyo mwana wa binti kuliko mimi unistahili. Wala mtu aliyechukua msalaba wake akanifuata anistahili mwenyewe. Kuiona nafsi yake atapoza, naye mwenyewe kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataniona. Yesu anasema kwamba adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake, na atakaye beba msalaba akamfuata yeye atamuona kwa jina la Yesu. Amen. Mathayo hiyo 14 14:24. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinatabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. 26. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari
wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. 27. Mara Yesu akanena akiwaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. 28. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije juu ya maji. 29. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. 30. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana niokoe. 31. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani Aba, mbona uliona shaka? 32. Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. 33. Nao waliokuwemo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni Mungu, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Tumpigie Yesu makofi. Yesu alifanya miujiza mingi, na huu ulikuwa ni muujiza wake mojawapo. Alitembea juu ya maji. Haleluya! Lakini ule muujiza kipindi anaufanya alikuwa na wanafunzi wake. Haleluya! Ina maana ilikuwa ni familia yake ambao watu wale alikuwa anawaongoza. Wanafunzi wake alikuwa anaishi nao, anawafundisha, anatembea nao, wanafanya kazi pamoja, wanamtumikia Mungu pamoja. Lakini siku moja anatenda miujiza. Petro alipomuona anatembea juu ya maji, akamwambia, Bwana, na mimi nataka nitembee juu ya maji. Haleluya! Aliposema hivyo, Yesu akamwamuru, akasema, na kuamuru tembea juu ya maji. Petro akaanza kutembea. Alipoanza kutembea, alikuwa na uhakika wa kwamba ataweza kufika ile safari, ataweza kuvuka ile bahari, ataweza kuvuka na kufika pale Yesu alipo. Kwa sababu gani? Amemwamuru yeye Bwana Yesu. Lakini Petro ambacho alikisahau ni kwamba hiyo ilikuwa ni njia ya kutimiza kusudi lake, hiyo ilikuwa ni njia ya kufika pale Mungu anapotaka. Lakini adui alipoona akamkatia katikati na ile safari ya kufika, akaleta ule upepo. Ule upepo ulipoingia kwenye bahari ikaanza kuyumbayumba. Petro akaona shaka, ina maana akaona hofu, akaogopa, akaona ule upepo utanizamisha. Maji yakaanza kuyumba, upepo unapiga isiyo kawaida. Petro akaanza kuona shaka, akaogopa, akajiuliza, hapa ninakufa, hapa ninaangamia. Ndivyo ilivyokuwa kwako. Ukiona matatizo kwenye familia, unasema hakika leo tunaangamia, hakika leo tunadondoka. Ukipata tu hasara kwenye kilimo siku moja, unasema mimi siwini tena kwa sababu nimeangamia mwaka huu. Nataka nikwambie, adui akikupiga leo inuka tena, adui akikuzuia leo inuka tena, adui akikuzuia leo inuka tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Akipiga hapa geuka hapa, akipiga huku ingia huku. Kwa sababu gani? Adui ana kawaida kuzuia mtu asifike kule anakoenda. Mwangalie Petro alipokuwa anaanza ile safari ya kutembea juu ya maji. Petro aliwishi kutenda miujiza kama baba yake, aliwishi kutenda miujiza kama baba yake. Na ilivyokuwa kwako, unatamani ufike pale, unatamani ufike pale, uwe na mafanikio kama yule, utende miujiza kama yule, umtumikie Mungu, uhubiri, uombee watu, uongoke kisawasawa. Lakini kuna mambo ambayo yanakuzuia, bado hujayaweka sawa. Unajiuliza, nifanyeje nitoka kwenye hii tatizo? Nifanyeje ili nifike kule ninakoenda? Unachotakiwa ni yule adui atoke katika jina la Yesu, atoke katika jina la Yesu, atoke katika jina la Yesu. Akishatoka, hakika unaenda. Adui ana kawaida ya kuleta hofu ndani ya mtu. Adui ana kawaida ya kuleta hofu ndani ya mtu. Na akitaka kukamata adui, cha kwanza anaingiza hofu ndani yako. Na akisha ingiza hofu, unajiuliza, hii ndoa mimi basi naacha, hii kanisa mimi basi naacha. Kwa nini wananisema hivi? Mimi naacha hata kusali, naacha kumtumikia Mungu, bora nirudi nilikotoka. Hofu inaingia ndani yako. Itaingiaje kanisani wananisema? Nataka nikwambie, huyu sio Mungu unayemtumikia.
Mwanadamu hajawahi kuishinda. Mwanadamu asikutetee, mwanadamu asikuangaishe. Kwa sababu gani? Mungu anajua alipokutoa. Mungu ndiye aliyekuokoa. Hata kama kuna mtu alikuta kanisani, achana naye, tunga naye, achana naye, mtumikie Mungu. Hata kuna mtu labda alikuta kanisani, ni ndugu yako, ni dada yako, unaona kabisa ameenda kinyume, lakini kumbuka, hata kama ni dada yako, safari ni mbili tofauti. Yeye ana safari yake na wewe una safari yako. Unatakiwa kusudi ya Mungu uliweze, kusudi la Mungu ili ulifikishe unapokwenda kwa jina la Yesu. Kila mtu ana kusudi lake, ana kusudi lake, na kila mtu ana safari yake ambayo unatakiwa ufike. Usipofika, hiyo inakuwa ni deni. Usipofika, hiyo inakuwa ni deni. Una kitu unakisikia ndani yako, ila una hofu, unajiuliza nifanyeje? Nifanyeje? Kuna binti yangu mmoja hapa aliniambiaka, mama, leo nasikia msukumo wa kuongoza maombi. Alikuwa amekuja nyumbani, akaniambia, mama, leo sio zamu yangu, lakini nasikia msukumo wa kuongoza maombi. Nikamwambia, mwanangu, nenda ukaongoze. Nikamwambia, nenda ukaongoze. Ile kusudi Mungu aliweka ndani yake. Nataka nikwambie, usiogope, usiogope. Ukisikia msukumo, wewe fanya. Ukisikia msukumo, wewe fanya. Mungu anaongea na wewe, anasema hiki ndio ukifanye, lazima ukitimize kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Lazima ukitimize kwa jina la Yesu. Kwa sababu gani? Usipokitimiza inakuwa ni deni ndani yako. Petro hakuweza kufanya ule muujiza. Kwa sababu gani? Adui alimkamata mapema, akamnyunyizia hofu. Yamkini ule pepo usingemwangamiza, angeendelea tu mbele, asingeangalia. Lakini alipoona ule pepo akasema, hapa lazima nizame. Akaogopa, akapiga yowe, akasema, mimi nakufa, niokoe. Aliposema tu hivyo, Mungu kusudi lake likaishia hapo. Kwa sababu gani? Adui alimuwahi mapema kabla hajafika kule, na kanasema, sio wewe kwa jina la Yesu, sio wewe kwa jina la Yesu. Safari utaianza, utaimaliza. Safari utaianza, utaimaliza. Safari utaianza, utaimaliza kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Petro aliwishi kufanya kazi kama za baba yake, lakini kilichomsababisha asitende ule muujiza ni ile hofu ambayo aliingiziwa na adui ndani yake, na akashindwa kutimiza ule muujiza. Nasema sio wewe kwa jina la Yesu. Haleluya. Naomba tumalizie mstari wa mwisho kabisa, tuingie kwenye maombi. Mathayo hiyo hiyo tumalizie kabisa. Mathayo 15 na mstari wa 13 tumalizie. Tuanzie 13 tumalizie mstari wa mwisho. Mathayo 13 mstari wa 15. Mstari wa 25. Lakini watu walipolala, akaja adui yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani na ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa nyumbani mwake wakaenda kumwambia Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? 28. Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Rudia, sema adui ndiye aliyetenda hivi. Kama una Biblia yako hujazima, pigia neno hiyo mstari. Adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tuyakusanye? 29. Akasema, la, msije mkayakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. 30. Viache vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao,
yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita matita, mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Adui ana kawaida ya kupanda mapando. Naomba unisikilize kwa makini, tunaelekea mwishoni. Adui ana kawaida ya kupanda mapando. Haya matatizo unayoyaona kwenye familia, aliyepanda hayo mapando aidha ni ya magonjwa, ni adui aliyeyapanda, sio mtu mwingine. Mungu mwenyewe anasema kwamba sipendi kuwatesa wanadamu. Mungu hajawahi kumtesa mwanadamu. Naomba unisikilize kwa makini, Mungu hajawahi kumtesa mwanadamu. Haleluya! Sajili kitu kichwani mwako, Mungu hajawahi kumtesa mwanadamu. Anayemtesa mwanadamu ni adui ambaye anatumiwa na shetani. Huyo adui ni mwanadamu kama wewe, na leo ndo tunaenda kumshughulikia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Adui ndiye anayepanda mapando. Tunaona hapa wanafunzi walipolala usiku, adui akaja akapanda mapando. Adui ana kawaida ya kupanda mapando nyakati za usiku. Kwa sababu gani? Mwana wa Mungu anakuwa amelala, amechoka, amepumzika, na adui ndiye anayekuja kupanda usiku. Kwa sababu gani? Wale ni watu wa giza na mambo yao yanafanyika usiku. Sisi ni watu wa nuru na mambo yetu tunayafanya mchana. Lakini nataka nikwambie, hata wakija kupanda usiku watatukuta tuko macho kwa jina la Yesu, na haya mapando yatatupata kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na leo nataka tuyachomoe yale magonjwa kwenye familia. Ule ukoo unateseka kwa sababu adui alikuja akapanda mapando. Ule ugonjwa uponi kwa muda mrefu, adui alikuja akapanda mapando. Hiyo ndoa inayumba kushoto inataka kudondoka, ni adui alikuja akapanda mapando, sio mtu mwingine. Jiulize, zamani kwa nini ulikuwa vizuri? Adui alikuwa hajapanda mapando, lakini adui alivyoingia tu kwenye familia, adui alivyoingia tu kwenye ukoo, adui alivyoingia tu kwenye familia, mambo yakaanza kuharibika, mambo yaanza kwenda ndivyo sivyo, magonjwa yakaingia, watoto wanaumwa kila siku, ugonjwa hauishi kwenye ndoa, ugonjwa hauishi kwenye ukoo, baba na mama wanapigana, ndugu kwa ndugu wanauana, mali wananyang'anyana. Ni kwa sababu gani? Adui ameshaingia kwenye huo ukoo na amepanda mapando tayari. Upendo hamna tena kwenye ukoo, ndugu hawapendani. Huyo ni adui ambaye aliingia kwenye ukoo akapanda yale mapando, na siku ya leo tunayachomoa kwa jina la Yesu, tunayachomoa kwa jina la Yesu. Tunapoenda kukomboa familia zetu, tunapoenda kukomboa ukoo wetu, tunapoenda kukomboa ndoa zetu, tunapoenda kukomboa watoto wetu, adui yale mapanda aliyopanda na kwanza tunayang'oa kwa jina la Yesu. Kwa maana Biblia inasema kila panda asilolipanda Baba yetu wa mbinguni litamng'oa kwa jina la Yesu. Kwa sababu gani? Mungu hajawahi kupanda mapando mabaya, na ndio maana Yesu alisema kwamba kila panda ambayo hakulipanda Baba yetu wa mbinguni linang'olewa, na siku ya kuling'oa ni leo, Bwana wa Mungu, na siku ya kuling'oa leo tunalichomoa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haitasalia hata siku moja, na lichomoa kwa jina la Yesu. Mapando ya magonjwa tunayachomoa kwa jina la Yesu. Mapando ya mafarakano kwenye ndoa tunayachomoa. Mapando ya laana kwenye ukoo, kuna ukoo nakuta umelaaniwa vya kutosha, mapando yalishapandwa. Ukiongea tu neno kwa mzazi inaonekana kama umemkosea. Kuna wazazi ni wepesi wa kutoa laana, sio wewe. Umekamata kiuno, wewe umeshapandiwa mapando ya kutoa tu laana kwa watoto, sio wewe. Nasema leo ni mwisho. Kuna mzazi ukimwonyesha tu kidogo inaonekana kama umemkosea, ni Mungu adui ameshatega kiuno chake, amekifunga, amepanda mapando ili kila mtoto atakayemsemesha aone kama amemkosea na amlaani, ili ukoo uharibike, ili maisha ya watoto yaharibike. Nasema leo adui tunamchatua kwa jina la Yesu, tunamchatua kwa jina la Yesu. Ataachia ukoo kwa jina la Yesu, ataachia watoto kwa jina la Yesu, ataachia hiyo ndoa, ataachia hiyo biashara kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya! Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe adui uliyepanda mapando, uliyepanda mapando kwenye ndoa, leo naachilia moto, naachilia moto na kuchomoa kwa jina la Yesu. Mapando ya magonjwa na yachomoa, mapando ya laana na yachomoa kwa jina la Yesu. Haleluya! Naomba tusimame juu.